Mwanamke kijana alifika na mpenzi mpya kwenye harusi ya mpenzi wake wa zamani. Kisha bilionea akamkamata akipakia mchele kwenye suti yake kwa siri, lakini hakuna aliyekuwa amejiandaa kwa kilichofuata. Ukumbi ule wa harusi ulijaa wageni waliovalia vizuri, mziki wa taratibu wa bendi ukipenya hewani, huku wanawake wakizungumza kwa sauti za chini. Harusi ya Kelvin Mwakio ilikuwa gumzo wiki nzima. Watu walikuwa wakisema amewekeza pesa nyingi kuliko harusi yoyote iliyowahi kufanyika eneo lile. Lakini macho mengi yaligeuka ghafla mlango mkubwa ulipofunguliwa. "I say, huyu si Amina?" Mwanamke mmoja aliuliza kwa mshangao. Amina aliingia akiwa amevaa gauni refu la heshima, si la kujionyesha, lakini lilimfanya kila mtu ageuke. Pembeni yake alikuwepo mwanamume mrefu mwenye suti nyeusi iliyompendeza sana. Alitembea kwa utulivu kana kwamba hakuwa na haraka ya kuthibitisha chochote kwa mtu yoyote. Kelvin, aliyekuwa mbele na marafiki zake, alibadilika uso alipomwona. "Mbona amekuja kweli?" Mmoja wa marafiki zake alinong'ona. Amina hakutabasamu sana, macho yake yalizunguka ukumbini kwa sekunde chache, kana kwamba kumbukumbu za zamani zilikuwa zikimgonga moyoni, moja baada ya mwingine. "Huyo ndiye huyo mwanamume mpya?" Mwanamke mmoja familia ya bibi harusi aliuliza. Lakini kabla watu hawajapata jibu, jambo la ajabu lilitokea. Bilionea mmoja maarufu aitwaye Mzee Abdalla Bakari, aliyekuwa miongoni mwa wageni wa heshima, alimshika yule mwanamume mpya pembeni karibu na meza ya chakula. "Vijana, unasukuma nini ndani ya suti yako?" aliuliza kwa sauti nzito. Mwanaume yule alishtuka. Ndani ya mfuko wa ndani wa suti yake kulikuwa na mifuko ya mchele wa pilau aliyokuwa akiificha kwa siri, na hapo ndipo macho ya Amina yalibadilika ghafla. Ukumbi mzima ulitulia kama mziki ulivyokuwa umekatwa kwa mkono. Mzee Abdalla hakupiga kelele. Hilo ndilo liliwafanya watu waogope zaidi. Alisimama mbele ya yule kijana, huku akimtazama moja kwa moja machoni. "Jina lako nani kijana?" aliuliza. "Mimi naitwa Baraka," alijibu kwa sauti ya chini. Amina alihisi miguu yake ikianza kulegea. Hakuwa anawahi kuona aibu kama ile mbele ya watu wengi hivyo. Alitamani ardhi ifunguke amzame. "Baraka," Mzee Abdalla karudia taratibu, "na hii tabia kuficha chakula kwenye sutu umeianza lini?" Baadhi ya wageni wakaanza kucheka chini kwa chini. Kelvin, aliyekuwa mbali kidogo, alitabasamu pembeni. Alikuwa akisubiri nafasi ya kuona Amina akidhalilika mbele ya kila mtu. Miaka miwili nyuma, Amina alimwacha siku ambayo Kelvin alianza kuwadharau wazazi wake maskini. Amina alimvuta Baraka pembeni kwa hasira. "Umeniaibisha," alisema kwa sauti iliyotikisika. Baraka hakujibu haraka. Alishusha macho chini kama mtoto aliyekamatwa akiiba sukari dukani. "Sikuwa nataka," alianza kusema. "Basi kwa nini umefanya hivyo?" Kabla hajamaliza, mwanamke mmoja aliyekuwa akipita karibu alisema kwa sauti ya makusudi, "Maskini hubaki maskini hata wakivaa suti." Maneno yale yalimuuma Amina kuliko kitu chochote, lakini Mzee Abdalla aliendelea kumtazama Baraka kwa umakini usio wa kawaida. Hakukuwa na hasira nyingi usoni mwake kama watu walivyotarajia. Kulikuwa na kitu kingine, kana kwamba alikuwa akimkumbuka mtu. "Njoo nyuma kidogo," Mzee Abdalla alimwambia Baraka. Wakaondoka kuelekea upande wa jikoni, na hapo ndipo Kelvin alianza kutembea kuelekea kwa Amina akiwa na tabasamu ambalo halikuwa na amani hata kidogo. "Amina, kumbe bado unapenda drama mpaka leo," Kelvin alisema huku akisawazisha koti lake. Amina hakumtazama moja KWA moja. "Sikuja hapa kwa ajili yako." Kelvin akacheka kidogo. "Lakini umefika kwenye harusi yangu." Maneno yale yalichoma kama pilipili moyoni. Amina alijaribu kubaki imara, lakini ndani yake kulikuwa na vita kubwa. Alikumbuka siku ambazo walijenga ndoto pamoja. Alikumbuka alivyouza hata simu yake ILI kumsaidia Kelvin aanzishe biashara ndogo ya vipuri mjini. Lakini baada ya pesa kuingia, Kelvin alianza kubadilika. Alianza kuona aibu kutembea naye. "Huyo kijana wako mpya," Kelvin alisema huku akimtazama upande wa jikoni. "Anaonekana mwenye njaa kuliko mapenzi." Amina alimgeukia KWA hasira. "Usimzungumzie hivyo." Kelvin akasogea karibu kidogo. "Kwa nini? Ukweli unauma?" Kabla Amina hajajibu, bibi harusi aitwaye Tamima aliwasogelea. Alikuwa mwanamke mwenye uso mzuri, lakini macho yake yalikuwa makali. "Kuna shida hapa?" aliuliza. "Hakuna," Amina alisema haraka. Lakini Tamima hakumwamini. Alimtazama Amina kuanzia kichwani hadi miguuni, kama mtu anayepima ushindani wake.
Huyu ndiye ex wako? Tamima aliuliza Kelvin wazi wazi. Ukumbi ukatulia tena kidogo. Kelvin alicheka kwa kujifanya mwepesi. Ni historia tu. Tamima hakuficha wivu wake. Basi hakikisha hiyo historia haivurugi harusi yetu. Amina alihisi machozi yakitaka kutoka, lakini akayazuia. Wakati huo, upande wa jikoni, mzee Abdalla alikuwa amekaa mezani pamoja na Baraka. Niambie ukweli, alisema taratibu. Kwa nini umeficha chakula? Baraka akaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akasema jambo lililomfanya mzee Abdalla anyanyue macho pole pole. Nina wadogo zangu wawili nyumbani hawajala tangu jana. Mzee Abdalla hakusema chochote kwa muda. Alimtazama Baraka kwa macho mazito yaliyojaa mawazo mengi kuliko hasira. Nje, muziki uliendelea, lakini ndani ya jikoni kulikuwa kimya kizito. Unafanya kazi gani? Aliuliza mwishowe. Nimekuwa dereva wa boda kwa miezi kadhaa, Baraka alisema. Lakini wiki iliyopita pikipiki ilichukuliwa, nilikuwa na shida hata kulipa deni. Na bado ukaja harusi. Baraka akavuta pumzi ndefu. Amina hakutaka kuja peke yake. Mzee Abdalla akatikisa kichwa taratibu. Kijana, watu wengi huiba pesa, wengine huiba ardhi. Wewe umeiba mchele. Baraka alishusha macho kwa aibu, lakini mzee Abdalla alimshtua aliposema, na hiyo inanifanya nikuogope kidogo kuliko wale wengine. Nje, hali ilianza kuwa mbaya zaidi. Baadhi ya wanawake walikuwa tayari wameanza kusambaza habari. Eti yule mwanaume wa Amina alikuwa anaweka pilau mfukoni. Jamani, dunia ina mambo. Tamima alianza kuudhika. Aliona kila mtu anaizungumza meza ya Amina kuliko hata harusi yake mwenyewe. Aondolewe hapa, alimwambia Kelvin kwa sauti kali. Kelvin hakujibu haraka. Alikuwa bado anamwangalia Amina kwa namna ambayo Tamima hakupenda. Hujanisikia? Aliuliza tena. Kelvin akavuta simu yake na kutembea pembeni kidogo. Ukweli ni kwamba moyo wake haukuwa umetulia tangu Amina aingie ukumbini. Alijua alimkosea, lakini hakuwahi kufikiria angemuona tena akiwa mzuri hivyo na akiwa na mwanaume mwingine. Kwa upande mwingine wa ukumbi, Amina alikuwa amekaa peke yake karibu na dirisha. Hakujua kwamba nyuma yake wanawake wawili wazee walikuwa wakimjadili kwa huruma. Yule msichana alipitia mengi kwa ajili ya Kelvin. Ndio maana macho yake yana huzuni hata akiwa kimya. Lakini hakuna aliyejua kwamba dakika chache zijazo zingebadilisha harusi nzima kabisa. Dakika chache baadaye, mzee Abdalla alitoka jikoni pamoja na Baraka. Safari hii uso wa Baraka haukuwa na hofu ile ya mwanzo. Alionekana kama mtu aliyekuwa ametoka kupewa nafasi ya kupumua tena. Lakini watu walipowaona wakitembea pamoja, minongono iliongezeka. Bilionea amemfukuza, anaenda kuaibishwa mbele ya wote. Tamima alisimama vizuri karibu na Kelvin, tayari kushuhudia kile alichodhani kingekuwa mwisho wa fedheha ya Amina. Mzee Abdalla alifika katikati ya ukumbi na kuomba muziki uzimwe. Ukumbi ukatulia. Nina jambo nataka kusema, alisema kwa sauti nzito lakini tulivu. Amina alihisi moyo wake ukidunda haraka sana. Mara nyingi tunaangalia watu waliovaa vizuri, tukafikiri maisha yao yako sawa, mzee Abdalla alisema. Lakini njaa haioni suti. Ukumbi ukawa kimya kabisa. Kijana huyu akaendelea huku akimshika Baraka begani. Amefanya kosa, lakini si kosa kubwa kuliko wale wanaotelekeza wazazi wao baada ya kupata pesa. Macho ya Kelvin yakabadilika ghafla. Watu wakaanza kuangaliana. Mzee Abdalla hakutaja jina, lakini kila mtu alihisi ujumbe ule ulikuwa umeelekezwa kwa mtu fulani. Amina, aliita. Amina alisimama polepole. Wewe bado unampenda huyu kijana? Swali lile lilimfanya ukumbi mzima ushike pumzi. Baraka naye alimgeukia Amina kwa macho yaliyokuwa na hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Na kabla hajajibu, sauti ya mwanamke mmoja ilisikika kutoka mlango wa nyuma ya ukumbi. Usimdanganye mbele ya watu. Kila mtu akageuka. Mwanamke mmoja mwenye mtoto mdogo mkononi alikuwa amesimama mlangoni, na Kelvin akapauka uso ghafla.
Ukumbi mzima uligeuka kuelekea mlango wa nyuma. Mwanamke aliyekuwa amembeba mtoto alionekana kuchoka sana. Alivaa dera la kawaida lililochakaa kidogo, lakini macho yake yalikuwa makali kama mtu aliyekuwa amebeba ukweli mzito kwa muda mrefu. Kelvin alibadilika uso mara moja. "Naima," alinong'ona karibu bila sauti. Tamima akamgeukia kwa mshangao. "Unamjua?" Naima akaanza kutembea polepole kuelekea mbele, huku akimbembeleza mtoto aliyekuwa begani mwake. "Sikutaka kuja," alisema kwa sauti iliyotikisika, "lakini nilipoona picha za harusi hii kila mahali, nilijua lazima nifike." Ukumbi ukatulia kabisa. Amina alihisi tumbo lake likifunga kwa hofu. Alijua jambo baya lilikuwa karibu kutokea. Naima alisimama mbele ya Kelvin. "Hata huyu mtoto hutaki kumtambua?" aliuliza. Tamima akamwangalia Kelvin haraka. "Kelvin, huyu anamaanisha nini?" Kelvin akafuta jasho usoni. "Anadanganya." Lakini Naima akatoa picha kutoka kwenye mkoba wake mdogo. Picha ile ilikuwa ya Kelvin akiwa hospitalini, amembeba mtoto mchanga huku akitabasamu. Wageni wakaanza kunong'ona kwa nguvu zaidi. "Jamani, kwa hiyo huyu mtoto ni wake?" Tamima alirudi nyuma hatua moja, kana kwamba miguu yake imepoteza nguvu. Naima akamtazama Kelvin kwa macho yenye maumivu. "Nilinyamaza miaka yote kwa sababu nilikuwa nakupenda," alisema. "Lakini leo umevaa suti ya mume mwema mbele ya watu wakati mtoto wako anakula kwa majirani." Amina hakutegemea kuona machozi yakianza kutoka machoni mwa Kelvin. Lakini kabla Kelvin hajazungumza, mtoto mdogo aliyekuwa mikononi mwa Naima alimnyoshea mikono Baraka. Na jambo lile lilimshangaza kila mtu zaidi. "Mjomba Baraka," mtoto alisema kwa sauti ndogo. Amina akageuka kwa mshangao. "Mnajuana?" Baraka alisita kidogo kabla hajajibu. "Ndiyo," alisema taratibu. "Naima ni jirani yetu." Ukumbi ukaendelea kuwa kimya, huku kila mtu akisikiliza kwa makini kuliko hata kasisi aliyekuwa afunge ndoa. Naima akafuta macho yake. "Baraka ndiye alikuwa anatusaidia chakula mara nyingi," alisema, wakati Kelvin alikuwa ametoweka. Tamima alimwangalia Kelvin kwa macho ya hasira na maumivu. "Ni kweli?" aliuliza kwa sauti ya chini lakini kali. Kelvin hakupata jibu haraka, na hilo ndilo lililomuumiza Tamima zaidi. "Mimi nimekuwa nikikupigania mbele ya familia yangu," alisema huku machozi yakianza kumtoka. "Nikaambiwa wewe hubadilisha wanawake kama mashati, nikawatetea. Acha kuniaibisha mbele ya watu," Kelvin alisema kwa sauti ya kukasirika. Lakini Tamima sasa alikuwa amechoka kuficha ukweli. Kuna aibu gani kubwa kuliko hii? Wageni wakaanza kuondoa macho kwa heshima. Wazee wengine waliinama kimya kimya. Hakuna aliyefurahia hali ile tena. Mzee Abdalla aliendelea kutazama kila kitu kwa utulivu wa ajabu. Kisha akamuita Baraka pembeni kidogo. "Ulisema unaishi na wadogo zako?" "Ndiyo." "Na bado ulikuwa unasaidia huyu mwanamke na mtoto wake?" Baraka akatikisa kichwa. "Maskini wakisaidiana ndio maisha yetu," alisema. Maneno yale yalimfanya Amina aanze kumtazama Baraka tofauti kabisa. Kwa miezi mingi aliyokuwa naye, hakuwahi kujua mambo mengi aliyokuwa akifanya kwa siri. Alikumbuka mara kadhaa Baraka alipotea usiku na kurudi akiwa amechoka sana. Alikuwa akiwasaidia wengine, lakini mbele yao Kelvin alikuwa bado anajaribu kuokoa harusi yake iliyokuwa inasambaratika dakika kwa dakika. Na kilichomwogopesha zaidi, alikuwa akiona watu wakianza kumpenda Baraka kuliko yeye. Kasisi aliyekuwa afunge ndoa alimsogelea Tamima taratibu. "Binti yangu," alisema kwa upole, "kama unahitaji muda, tunaweza kusimamisha shughuli kidogo." Tamima hakujibu mara moja. Aliendelea kumtazama Kelvin kana kwamba alikuwa anamuona kwa mara ya kwanza kabisa. "Uliniahidi hakuna siri," alisema. Kelvin akavuta pumzi ndefu. "Nilitaka kukuambia." "Lini? Baada ya ndoa?" Ukumbi ukawa mzito. Amina alihisi moyo wake ukimuuma kwa Tamima. Ingawa alikuwa ex wa Kelvin, hakutamani mwanamke mwingine apitie maumivu aliyopitia zamani. Naima alikuwa amekaa pembeni sasa, akimbembeleza mtoto wake. Baadhi ya wanawake wazee walimletea maji na kuanza kumfariji. Mzee mmoja alisema kwa huzuni, "Pesa hujenga ukumbi mzuri, lakini tabia ndiyo hujenga ndoa." Wakati huo, mzee Abdalla alimuita mmoja wa wahudumu. "Wapelekee chakula mezani yote," alisema. "Na uhakikishe huyo mtoto anakula kwanza." Baraka akashusha macho kwa heshima.
Amina alimkaribia polepole. Kwa nini hukuwa umeniambia kuhusu Naima? Aliuliza kwa sauti ya chini. Amina akamwangalia kwa utulivu. Nilijua ungeendelea kunisaidia mpaka ujisahau mwenyewe, alisema. Na sitaki mwanamke anipende kwa kunihurumia. Amina alibaki kimya. Kwa mara ya kwanza tangu wafahamiane, aliona uzito wa moyo wa Baraka. Hakuwa tajiri, hakuwa maarufu, lakini ndani yake kulikuwa na utu ambao alikuwa hajauona kwa muda mrefu sana. Na hapo ndipo jambo jingine lilitokea. Tamima alianza kuvua pete yake ya uchumba mbele ya wageni wote. Kelvin akasogea haraka. Tamima, usifanye hivi. Lakini Tamima alikuwa tayari amefikia mwisho wa uvumilivu wake. Harusi hii haiendelei. Maneno ya Tamima yalitua ukumbini kama radi nzito. Wageni wakaanza kuangaliana kwa mshangao. Wengine waliinama kimya kimya, wengine wakatoa simu zao chini ya meza wakitaka kurekodi, lakini wazee waliwakataza mara moja. Hii si sinema, mmoja wao alisema kwa ukali. Kelvin alimshika Tamima mkono. Tafadhali, tunaweza kuzungumza ndani. Lakini Tamima alimtoa mkono wake. Mimi si mwanamke wa kufichwa ukweli mpaka dakika ya mwisho. Macho yake yalikuwa mekundu kwa machozi. Mwanamume anayemtelekeza mtoto wake leo atanitelekeza kesho. Ukumbi ukabaki kimya. Naima alianza kulia polepole pembeni. Hakuwa amekuja kuvunja ndoa, alikuwa amechoka kubeba mzigo peke yake. Amina akamkaribia na kumpa kitambaa. Pole, alisema kwa sauti ya upole. Naima alimwangalia kwa mshangao. Baada ya yote haya, bado unanionea huruma? Amina akatikisa kichwa. Mwanamke akiumia, wanawake wengine wanaelewa. Maneno yale yaliwagusa hata baadhi ya wanaume waliokuwa pale. Wakati huo, mzee Abdallah alisimama tena. Nataka kusema jambo moja kabla watu waondoke. Kila mtu akanyamaza. Nimeishi maisha marefu, alisema. Nimeona matajiri wengi wakibaki peke yao. Na nimeona maskini wakiheshimiwa mpaka siku ya mwisho. Akamwangalia Kelvin moja kwa moja. Tatizo si pesa. Tatizo ni kiburi. Kelvin alishusha macho kwa mara ya kwanza siku hiyo. Lakini kilichomuumiza zaidi ni kuona Amina akisimama karibu na Baraka. Wawili hao walionekana wenye amani kuliko yeye aliyekuwa na mamilioni. Na ndani yake alianza kugundua kwamba huenda alipoteza kitu cha thamani miaka mingi iliyopita. Watu walianza kuondoka taratibu huku mvua ndogo ikianza kunyesha nje. Harusi iliyotarajiwa kuwa gumzo la furaha iligeuka kuwa somo la maisha kwa wengi waliokuwa pale. Tamima aliondoka na wazazi wake bila hata kugeuka nyuma. Kelvin alibaki amesimama karibu na jukwaa tupu, tai yake ikiwa imelegea na uso wake ukiwa mzito kwa mawazo. Hakuna aliyekuwa pembeni yake tena. Si marafiki waliokuwa wakicheka naye, si watu waliokuwa wakimsifia utajiri wake. Kwa upande mwingine, Amina, Baraka, Naima na mtoto wake walikuwa wamekaa pamoja nje kidogo wakisubiri mvua ipungue. Baraka alimpa mtoto kipande cha keki. Mtoto akacheka kwa furaha. Naima akatikisa kichwa kwa huzuni. Hata leo bado unawaza wengine kabla yako. Baraka akatabasamu kidogo. Maisha ni kusaidiana. Amina alimwangalia kwa muda mrefu bila kusema. Ndani ya moyo wake kulikuwa na jambo lilikuwa linaanza kubadilika polepole. Mzee Abdalla akawafuata akiwa ameshika mvuli mkubwa. Na watafuta tangu, alisema. Wote wakasimama kwa heshima, lakini aliyemshangaza zaidi alikuwa Baraka. Mzee Abdalla akamwangalia kwa makini kisha akasema, kijana, kuna mtu ulikuwa unafanana naye sana. Baraka akakunja uso kidogo. Nani? Mzee Abdalla akavuta pumzi ndefu kana kwamba alikuwa anarudi nyuma miaka mingi sana. Kuna rafiki yangu mmoja alinisaidia nilipokuwa sina chochote, alisema. Miaka mingi iliyopita nilimwahidi sitamsahau kamwe. Akasimama kimya kwa sekunde chache. Kabla hajafariki, aliacha mtoto mmoja wa kiume. Baraka akabaki kimya. Na mzee Abdalla akauliza swali lililobadilisha uso wa Baraka kabisa. Jina la baba yako lilikuwa Juma Omari. Baraka alibaki ameganda kwa sekunde kadhaa. Mvua ilikuwa bado inanyesha polepole juu ya bati la ukumbi, lakini hakusikia chochote tena baada ya kusikia jina lile. Umemjuaje baba yangu? Aliuliza kwa sauti ya chini. Mzee Abdalla akatabasamu kwa huzuni. Kwa sababu nisingekuwa hai leo kama si yeye. Amina, Naima na hata Kelvin aliyekuwa bado amesimama mbali kidogo waliinua macho kusikiliza vizuri. Mzee Abdalla akaendelea. Miaka mingi iliyopita nilikuwa nafanya biashara ndogo ya kuuza samaki. Nilifilisika vibaya. Watu wote walinikimbia.
isipokuwa baba yako. Baraka hakuwahi kusikia hadithi hiyo. Mama yake alikufa mapema na baba yake alifariki akiwa bado kijana mdogo. Mambo mengi ya zamani yalibaki siri. Baba yako alinilaza nyumbani kwake miezi miwili, mzee Abdalla alisema. Alinilisha wakati hata watoto wake walikuwa wanakosa chakula. Amina akamtazama Baraka kwa mshangao. Mzee Abdalla akamkaribia zaidi. Nilitafuta familia yake baadaye, lakini nikapoteza mawasiliano. Baraka akashusha macho. Baada ya baba kufa, watu wengi walituacha. Kimya kifupi kikapita, kisha mzee Abdalla akatoa kitu mfukoni mwake. Ilikuwa picha ya zamani iliyochoka pembezoni. Pichani kulikuwa na vijana wawili wakicheka pembeni ya lori dogo la zamani. Mmoja wao alikuwa mzee Abdalla akiwa kijana, na mwingine, Baraka alihisi machozi yakianza kumjaa, alikuwa baba yake. Amina hakuwahi kuona Baraka akilia, lakini usiku ule macho yake yalijaa machozi mbele ya kila mtu. Aliichukua picha ile kwa mikono iliyotetemeka. Hii picha ilikuwa kwa nyumba yetu zamani, alisema polepole. Nilidhani ilipotea. Mzee Abdalla akatikisa kichwa. Niliihifadhi miaka yote. Kelvin aliyekuwa mbali alianza kuhisi kitu kizito moyoni. Kwa mara ya kwanza, hakuwa tena mtu anayezungumziwa zaidi pale. Watu walikuwa wakimsikiliza Baraka, yule kijana aliyedhalilishwa kwa kuficha pilau kwenye suti, na jambo lile lilimuuma vibaya. Baba yako alikuwa mtu wa heshima sana, mzee Abdalla alisema. Hakuwahi kula mbele ya mtu mwenye njaa. Naima akafuta machozi yake polepole. Sasa ninaelewa kwa nini Baraka huwa hivi. Mzee Abdalla akamwangalia Baraka kwa umakini. Unaishi wapi sasa? Mimi na wadogo zangu tunaishi nyumba ya kupanga upande wa Kayole. Bado unasomesha wadogo zako? Ndiyo, mmoja yuko form 4. Mzee Abdalla alinyamaza kidogo, kisha akasema jambo lililowafanya wote wabaki kimya. Kuanzia leo, sitaki muhangaike tena. Baraka akainua macho haraka. Mzee, sihitaji hisani. Hii si hisani, mzee Abdalla alisema kwa sauti tulivu. Ni deni la moyo. Amina alihisi machozi yakimjaa pia. Kwa miaka yote alikuwa akifikiri maisha yalikuwa yamemsahau Baraka, lakini huenda Mungu alikuwa bado anaandika sehemu nyingine ya hadithi yake. Na ndani ya ukumbi, Kelvin aligeuka polepole na kuondoka gizani akiwa peke yake kabisa. Kesho yake asubuhi, habari za harusi iliyovunjika zilikuwa zimeenea karibu kila mahali. Kobya, vibanda vya chai, Kobya, saloon, hata Kobya madereva wa matatu, kila mtu alikuwa na toleo lake la simulizi. Eti bilionea alimkuta kijana na pilau kwa suti. Lakini huyo kijana ndiye amekuwa mtu wa maana mwisho. Watu waliongea bila kuchoka. Lakini upande mwingine wa mji, Kelvin alikuwa amekaa peke yake ndani ya nyumba kubwa ya kifahari iliyokuwa kimya kuliko kawaida. Simu yake ilikuwa imejaa ujumbe. Baadhi ya marafiki walikuwa wanamcheka kwa siri. Wengine walimuuliza kama harusi bado ipo. Tamima hakujibu simu zake kabisa. Kelvin akakaa kwenye sofa akifunika uso wake kwa mikono. Alikumbuka miaka ya nyuma akiwa na Amina. Amina alikuwa akimwamsha mapema kufanya kazi. Amina alikuwa akimletea chai alipochoka. Amina ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kuamini ndoto zake, lakini alipofanikiwa akaanza kuona aibu kuwa naye. Mimi ni mjinga, alinong'ona mwenyewe. Wakati huo huo, Amina alikuwa ametembelea nyumba ya Baraka kwa mara ya kwanza. Nyumba ilikuwa ndogo lakini safi. Wadogo zake Baraka walimkaribisha kwa furaha ya kweli. Dada Amina, mmoja wao alisema huku akicheka. Amina alitabasamu kwa mshangao. Hakukuwa na maigizo ndani ya nyumba ile. Hakukuwa na mashindano ya kuonekana tajiri. Kulikuwa na upendo wa kawaida ambao alikuwa ameukosa kwa muda mrefu sana. Lakini usiku ule, akiwa amerudi nyumbani kwake, aliketi kitandani akiwa na mawazo mengi. Swali moja lilikuwa linamsumbua. Je, alikuwa tayari kumpenda Baraka kwa kweli? Siku 3 baadaye, mzee Abdalla alimuita Baraka ofisini kwake mjini. Jengo lile lilikuwa kubwa kiasi kwamba Baraka alihisi kama ameingia dunia nyingine. Watu waliovaa suti walikuwa wakitembea huku na huku, wengine wakimsalimia mzee Abdalla kwa heshima kubwa. Baraka alibaki mtulivu. Hii yote si yangu, alisema taratibu alipokuwa akiangalia mazingira. Mzee Abdalla akacheka. Hata mimi sikuianza hivi. Walikaa ndani ya ofisi kubwa yenye dirisha refu lililoonyesha mji. Kuna kitu nataka kukuonyesha, mzee Abdalla alisema. Akafungua draw na kutoa faili la zamani. Baba yako alikuwa na sehemu ndogo ya biashara yetu ya zamani. Baraka akakunja uso. Sielewi. Mlipaswa kupewa miaka mingi iliyopita, alisema kwa huzuni. Lakini watu waliokuwa karibu nami walificha ukweli huo baada ya baba yako kufariki. Baraka akakaa kimya. Alikuwa anahisi kama anaota. Hivyo, mzee Abdalla akamsukumia faili mbele. Natengeneza kila kitu kisheria
urithi urudi kwa familia yenu. Baraka halihisi mikono yake ikitetemeka. Miaka yote ya mateso, njaa, kufukuzwa nyumba, kukosa karo, yote ilianza kurudi kichwani kama upepo mkali. Lakini kabla hajazungumza, simu ya mzee Abdalla iliita. Uso wake ukabadilika mara moja baada ya kupokea. "Umesema nini?" aliuliza kwa mshtuko. Baraka akasimama haraka. "Mzee, kuna shida?" Mzee Abdalla akakata simu polepole. "Kuna mtu amejaribu kuvunja gala langu usiku." Akamtazama Baraka moja kwa moja. Na jina lililotajwa na walinzi, alinyamaza kidogo. Ni Kelvin." Baraka hakutaka kuamini. "Kelvin?" aliuliza kwa mshangao. Mzee Abdalla akatikisa kichwa pole pole. "Walinzi walimkamata mmoja wa watu waliotoroka. Alisema walipewa kazi na mtu mkubwa mwenye hasira baada ya harusi." Baraka akakaa tena taratibu. Ndani yake kulikuwa na mchanganyiko wa huzuni na hasira. Hakutegemea Kelvin kufikia kiwango hicho. Lakini mzee Abdalla hakutoa hukumu haraka. Alisema, "Sitaki kuamini kabla sijasikia upande wake." Wakati huo huo, Kelvin alikuwa amekaa ndani ya gari lake nje ya baa moja ya zamani. Alionekana mchovu sana. Rafiki yake mmoja aitwaye Dennis alimkaribia. "Mbona umeharibika hivi?" aliuliza. Kelvin akacheka kwa uchungu. "Nimepoteza kila kitu ndani ya wiki moja." Dennis akavuta kiti na kukaa karibu naye. "Si wanawake wamejaa?" Kelvin akatikisa kichwa. "Tatizo si Tamima." "Basi nini?" Kelvin akatazama mbali kwa muda. "Amina." Dennis akabaki kimya. "Sikuwahi kufikiria atakuja siku moja na mwanaume mwingine," Kelvin alisema kwa sauti ya chini. "Na yule mwanaume akawa bora kuliko mimi." Usiku ulizidi kuwa mzito. Kwa upande mwingine, Amina alikuwa nyumbani kwake akitazama ujumbe mpya ulioingia kwenye simu yake. Ulikuwa umetoka kwa namba asiyoijua. "Ukikaa karibu sana na Baraka, utaumia pamoja naye." Uso wake ukabadilika mara moja. Sekunde chache baadaye, simu nyingine ikaingia. Safari hii ilikuwa ya Naima. "Amina." Sauti yake ilitetemeka. "Baraka hajafika nyumbani tangu mchana." Amina akasimama ghafla. "Mnataka kusema amepotea?" Naima alianza kulia tena. "Ndiyo, na kuna gari jeusi lilikuwa linamfuata kabla hajatoweka." Usiku ule Amina hakubadilisha hata nguo. Alitoka haraka na kupanda pikipiki kuelekea kwa kina Baraka, huku moyo wake ukidunda kwa nguvu. Mvua ndogo ilikuwa bado inanyesha. Taa za barabarani zikimulika maji yaliyokuwa yakiteremka pembeni ya mitaro. Alipofika, aliwakuta wadogo zake Baraka nje ya nyumba wakilia. "Dada Amina, simu yake haipatikani." Mdogo wake aitwaye Sudi alisema kwa hofu. Naima alikuwa amekaa kwenye kiti cha plastik akimshikilia mtoto wake kwa nguvu. "Mara ya mwisho aliniambia anaenda kukutana na mtu kutoka kampuni ya mzee Abdalla," alisema. Amina akahisi tumbo lake likifunga. Dakika chache baadaye, gari la mzee Abdalla lilisimama mbele ya nyumba. Mzee alitoka akiwa amejaa wasiwasi. "Tumetafuta hospitali zote," alisema. "Hakuna taarifa yake." Amina hakukaa kimya tena. "Hii ni kazi ya Kelvin," alisema kwa hasira. Lakini kabla mzee Abdalla hajajibu, simu yake iliita. Akaipokea haraka. Uso wake ukabadilika mara moja. "Wapi?" aliuliza kwa ukali. "Kimya." "Kaa hapo hapo, tunakuja." Alikata simu na kuwatazama wote. Gari la Baraka limeonekana limetelekezwa karibu na godown za industrial area. Naima akaanza kulia tena, lakini Amina alisimama imara. "Mimi naenda." Mzee Abdalla akamtazama kwa sekunde kadhaa, kisha akasema, "Basi twendeni wote." Na usiku ule safari ya kutafuta Baraka ikaanza chini ya mvua nzito ya Nairobi. Walipofika industrial area, eneo lile lilikuwa karibu tupu. Kulikuwa na malori machache yaliyopaki mbali na MBWA waliokuwa wakibweka karibu na maghala makubwa ya zamani. Gari la Baraka lilikuwa limeachwa pembeni ya ukuta mmoja. Mlango wa dereva ulikuwa wazi kidogo. Amina akakimbia kuelekea pale. "Baraka!" aliita kwa hofu, lakini hakukuwa na jibu. Ndani ya gari kulikuwa na simu yake ikiwa imeanguka chini pamoja na faili lile alilopewa na mzee Abdalla mchana. Mzee Abdalla kaliokota haraka. "Faili la urithi?" alisema kwa sauti nzito. Amina kageuka haraka. "Kwa hiyo mtu alijua kuhusu hili?"
Kabla hawajapata jibu, walisikia sauti ya mtu akilia kwa mbali. Wote wakageuka. Ilikuwa sauti ya mlinzi mmoja mzee aliyekuwa amejeruhiwa karibu na ghala la mwisho. Walimchukua, alisema kwa shida. Nani? Mzee Abdalla akauliza. Mlinzi akameza mate kwa maumivu. Wanaume wawili walimlazimisha kuingia kwenye vani nyeusi. Alikuwa hai? Amina aliuliza kwa machozi. Ndiyo, lakini walimpiga sana. Mzee Abdalla akakaza uso. Hii imezidi. Lakini kabla hawajaondoka, mlinzi yule aliongeza jambo jingine lililowashtua wote. Mmoja wao alimuita mrithi. Amina na Mzee Abdalla wakaangaliana. Sasa ilikuwa wazi, mtu fulani hakutaka Baraka apate ukweli kuhusu urithi wa baba yake, na mtu huyo alikuwa tayari kufanya chochote kuuzuia. Wakati huo huo, ndani ya nyumba moja ya zamani iliyokuwa nje kidogo ya mjini, Baraka alikuwa amefungwa mikono kwenye kiti. Uso wake ulikuwa umejaa damu kidogo pembeni ya mdomo. Mbele yake walisimama wanaume wawili waliovaa kofia nzito. Mzee alisema, faili iko wapi? Mmoja aliuliza. Baraka hakujibu. Alikuwa ameumizwa, lakini macho yake bado yalikuwa imara. Mnaweza kunipiga, alisema kwa sauti ya chini, lakini sitawapa kitu. Mwanaume mwingine akampiga ngumi tumboni. Baraka akainama kwa maumivu, lakini hakupiga kelele. Dakika chache baadaye, mlango ulifunguliwa. Mtu mmoja akaingia polepole. Baraka alipoona uso wake, macho yake yalitanuka kwa mshangao. Dennis! Dennis akashusha macho chini. Sikutaka ifike hivi. Baraka hakuelewa. Wewe ndio umeniteka? Dennis akavuta pumzi ndefu. Mimi nilikuwa natafuta pesa tu. Kelvin yuko wapi? Kimya kikapita, na hapo Baraka akaelewa kila kitu. Dennis akasogea karibu. Kelvin amesema ukisaini karatasi ya kuacha urithi, utaachiwa. Baraka akacheka kwa uchungu licha ya maumivu. Kwa hiyo anaogopa maskini kuliko matajiri wenzake? Dennis hakupenda maneno yale. Mambo ya pesa hubadilisha watu. Baraka akamwangalia moja kwa moja. Hapana, huonesha watu walivyo. Dennis akabaki kimya, na kwa mara ya kwanza tangu amshike, alianza kuhisi aibu moyoni mwake. Amina hakurudi nyumbani usiku wote. Alikuwa ndani ya gari la Mzee Abdalla wakizunguka sehemu mbalimbali wakitafuta taarifa za Baraka. Macho yake yalikuwa mekundu kwa uchovu, lakini hakutaka kupumzika. Amina, Mzee Abdalla alisema kwa upole, ukichoka hutasaidia chochote. Lakini Amina akatikisa kichwa. Nimechoka kupoteza watu ninaowapenda. Maneno yale alimfanya Mzee Abdalla amwangalie kwa makini. Bado unampenda Kelvin? Aliuliza. Amina akakaa kimya kwa muda mrefu. Kisha akasema, nilimpenda yule Kelvin wa zamani. Huyu wa sasa simjui. Mzee Abdalla akatikisa kichwa kwa kuelewa. Dakika chache baadaye, simu ya Amina iliita. Ilikuwa namba isiyojulikana tena. Akaipokea haraka. Sikiliza vizuri, sauti nzito ilisema, mwambie Mzee Abdalla achane na urithi wa Baraka kama anataka kumwona akiwa hai. Yuko wapi? Lakini simu ikakatwa. Mzee Abdalla akamwangalia KWA, hasira iliyofichwa. Hawa watu wamekosea sana. Wakati huo huo, Kelvin alikuwa amekaa ndani ya chumba chake gizani. Simu yake iliita. Dennis. Kelvin akaipokea kwa haraka. Kila kitu kinaenda vibaya, Dennis alisema kwa sauti ya wasiwasi. Huyu kijana hataki kusaini. Kelvin akafunga macho kwa nguvu. Basi mshawishi. Kuna watu wanatuona tayari. Kimya kifupi kikapita. Kisha Kelvin akasema maneno ambayo hata yeye mwenyewe hakutarajia kusema. Msimdhuru sana. Lakini upande mwingine wa simu, tayari mambo yalikuwa yameanza kutoka mikononi mwao. Asubuhi ilipoanza kupambazuka, Dennis aliamua kuingia chumbani alimofungia Baraka peke yake. Baraka alikuwa amechoka, lakini bado macho yake yalikuwa makali. Dennis akakaa mbele yake kimya kwa muda. Kuna kitu nataka kukuuliza, alisema. Baraka hakujibu. Kwa nini bado unamlinda Kelvin baada ya yote aliyokufanyia? Baraka akamwangalia kwa mshangao. Dennis akaendelea. Nilisikia ulivyokataa kumtaja kwa polisi siku ile ya gala. Baraka akavuta pumzi polepole. Kwa sababu chuki haijengi maisha. Dennis akabaki kimya. Alikumbuka jinsi Kelvin alivyokuwa rafiki yao zamani kabla pesa haijabadilisha kila kitu. Unaweza bado kutoka hapa, Baraka alisema. Usiharibu maisha yako kwa tamaa ya mtu mwingine. Maneno yale yalimpiga Dennis moja kwa moja moyoni.
Dakika chache baadaye, kelele za magari zilisikika nje. Dennis akachungulia dirishani haraka. Uso wake ukabadilika. Tumepatikana. Baraka akasimama kwa nguvu kidogo. Nani? Kuna magari ya polisi na gari la mzee Abdalla. Moyo wa Baraka ukaanza kwenda mbio, lakini kabla hawajafanya chochote, mwanaume mwingine aliyekuwa nje akatoa bastola kwa hasira. Hakuna mtu anatoka hapa. Dennis akageuka haraka. Hapana, tulikubaliana hakuna bunduki. Lakini tayari hali ilikuwa imeharibika. Nje, Amina alikuwa ameshuka kwenye gari huku machozi yakimtoka alipoliona lile jendo. Alihisi moyoni kwamba Baraka alikuwa ndani. Na sekunde chache baadaye, sauti ya risasi ikapasua hewa. Risasi ile ilimfanya Amina apige kelele kwa hofu. Baraka! Polisi waliinama haraka nyuma ya magari huku mmoja wao akipaza sauti, weka silaha chini. Ndani ya nyumba, Dennis alimshika yule mwanaume mwenye bunduki kwa hasira. Una wazimu, alipiga kelele. Lakini mwanaume yule alikuwa tayari amepaniki. Nikikamatwa nimeisha, alisema huku akitetemeka. Baraka alitumia sekunde ile kujitoa mikono kwenye kamba iliyokuwa imelegea kidogo baada ya mapambano wa usiku mzima. Akamrukia yule mwanaume kabla hajapiga risasi nyingine. Bunduki ikaanguka chini. Mapigano makali yakaanza ndani ya chumba kile kidogo. Nje, Amina alisikia sauti za vitu vikivunjika. Machozi yakaanza kumtoka zaidi. Mungu tafadhali. Mzee Abdalla akamshika begani. Atatoka, alisema kwa uhakika wa ajabu. Dakika chache baadaye, mlango ukafunguliwa kwa nguvu. Polisi wakaingia ndani. Dennis alitoka kwanza akiwa ameweka mikono juu. Sikumpiga, alipaza sauti. Sikumpiga. Na nyuma yake, Baraka alitoka taratibu akiwa ameshika bega lake lililokuwa linatokwa damu kidogo. Amina akakimbia moja kwa moja na kumkumbatia kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza, Baraka alimshika naye kwa hisia zile zile bila kujizuia. Sikujua kama utanitafuta hivi, alisema kwa sauti dhaifu. Amina akalia zaidi. Usiwahi kunitisha tena namna hii. Lakini wakati huo huo, polisi mmoja alimkaribia mzee Abdalla akiwa na uso mzito. Tuna shida nyingine. Kuna nini? Kelvin ametoweka tangu jana usiku. Baraka alipelekwa hospitali katika matibabu ya haraka. Risasi haikupenya sana begani, lakini damu aliyopoteza iliwatia wote hofu. Amina hakutoka pembeni ya kitanda chake hata dakika moja. Naima naye alifika baadaye akiwa na mtoto wake. Mtoto alipomuona Baraka akatabasamu. Mjomba amepona. Baraka akacheka kidogo licha ya maumivu. Nitapona mwanangu. Mzee Abdalla alikuwa amesimama karibu na dirisha la hospitali akizungumza na polisi. Dennis amekubali kila kitu, alisema baada ya kurudi. Amesema Kelvin ndiye aliyepanga utekaji. Amina akafumba macho kwa huzuni. Hakutamani kusikia jina la Kelvin tena. Lakini bado moyo wake ulikuwa unaumia. Kwa nini mtu afike kiwango hicho? Naima aliuliza kwa sauti ya chini. Mzee Abdalla akatikisa kichwa. Watu wengine wakiona wanapoteza kila kitu, akili yao hubadilika. Baraka akamwangalia Amina pole pole. Wewe uko sawa? Amina akatabasamu kwa machozi. Mimi ndiye aliyetakiwa kukuuliza hivyo. Kimya cha upendo kikaingia ndani ya chumba. Lakini muda mfupi baadaye, TV ya hospitali iliyokuwa ukutani iliwashwa. Habari za mchana zilikuwa zinaendelea. Mtangazaji alisema, polisi bado wanamtafuta mfanyabiashara Kelvin Mwakio anayehusishwa na tukio la utekaji. Uso wa Kelvin ukaonekana kwenye screen. Watu waliokuwa hospitalini wakaanza kunong'ona. Amina akageuza macho pembeni. Miaka yote aliyowahi kumpenda mtu huyo ilionekana kama ndoto mbaya iliyokuwa inaisha pole pole. Lakini hakujua kwamba Kelvin alikuwa karibu zaidi kuliko walivyodhani. Usiku ule, mvua nyingine kubwa ilinyesha Nairobi. Ndani ya gari lililokuwa limeegeshwa mbali kidogo na hospitali, Kelvin alikuwa amekaa peke yake akiwa amechoka na kuvurugika kabisa. Alikuwa amevaa kofia kuficha uso wake baada ya picha zake kuanza kusambaa kila mahali. Simu yake ilikuwa imezimwa. Marafiki wengi walikuwa tayari wamemkimbia. Dennis alikuwa amekamatwa. Tamima hakutaka kumsikia tena. Na sasa hata biashara zake zilikuwa zinaanza kuchunguzwa.
Kelvin aliyekimiza kichwa kwenye usukani. Mimi nimekuwa nani? Alijiuliza. Alikumbuka siku aliyokutana na Amina mara ya kwanza sokoni, akiwa hana hata 100 mfukoni. Amina alimpenda kabla ya pesa, lakini yeye alimwacha baada ya pesa. Na sasa pesa zile zile zilikuwa zimembakisha peke yake. Machozi yakaanza kumtoka kimya kimya. Wakati huo hospitalini, Amina alikuwa amemletea Baraka uji wa moto. "Huu utakusaidia," alisema huku akikaa pembeni yake. Baraka akamwangalia kwa upendo na utulivu. "Amina, ndio. Kama siku ile usingekuja harusi." Amina akacheka kidogo. "Basi usingekamatwa na pilau kwenye suti?" Wote wakacheka kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi za maumivu. Lakini kicheko kile kilikatishwa na mlango wa chumba kufunguliwa ghafla. Polisi wawili wakaingia haraka. "Mnatakiwa kufungwa ulinzi zaidi." Amina akasimama kwa mshangao. "Kuna nini tena?" Polisi akavuta pumzi. "Tumepata taarifa kwamba Kelvin ameonekana karibu na hospitali hii." Amina alihisi moyo wake ukidunda tena kwa nguvu. "Kelvin?" aliuliza polepole. Polisi wakatikisa vichwa. "Hatujui amekuja kufanya nini, lakini hatutaki kuhatarisha usalama wa mgonjwa." Baraka akakaa kimya kwa muda. Kisha akasema jambo lililowashangaza wote. "Mkimwona, usimdhuru." Amina akamgeukia haraka. "Baada ya yote haya bado unamtetea?" Baraka akavuta pumzi polepole. Chuki ikizidi, kila mtu hupoteza. Mzee Abdalla aliyekuwa mlangoni alimsikiliza kwa makini sana. Ndani yake alianza kuona wazi zaidi jinsi Baraka alivyofanana na baba yake. Usiku ulipozidi kwenda, polisi waliendelea kulinda eneo la hospitali. Lakini karibu saa 6 za usiku, muuguzi mmoja aliingia ndani ya chumba. "Kuna mtu anataka kumwona Baraka," alisema. "Nani?" Amina aliuliza haraka. Muuguzi akasita kidogo. "Anasema jina lake ni Kelvin." Kimya kizito kikaingia. Polisi walitaka kumkamata mara moja, lakini Baraka aliinua mkono. "Waache aingie." Dakika chache baadaye, Kelvin aliingia polepole. Hakufanana tena na yule mwanaume wa suti za gharama na tabasamu la kiburi. Alionekana kuvunjika kabisa. Aliposimama mbele ya kitanda cha Baraka, macho yake yakajaa machozi. "Sikupanga wa kupiga risasi," alisema kwa sauti ya kuumia. Amina hakutaka hata kumtazama, lakini Kelvin akaendelea. "Mimi nimeharibu kila kitu. Na kwa mara ya kwanza tangu simulizi hii ianze." Hakuna aliyesema chochote kwa sekunde kadhaa. Kelvin alipiga magoti pale hospitalini, huku machozi yakimdondoka sakafuni. Mwanaume aliyewahi kujiona mkubwa kuliko kila mtu, sasa alikuwa amevunjika mbele ya watu waliowaumiza. "Amina," alisema kwa sauti dhaifu, "nisamehe." Amina alibaki kimya. Alimwangalia Kelvin kwa muda mrefu sana, kana kwamba alikuwa anamuaga mtu aliyewahi kuishi moyoni mwake zamani. "Mimi nilikupenda kweli," alisema mwishowe. "Lakini wewe ulianza kupenda pesa kuliko watu." Kelvin akafumba macho kwa maumivu. "Nimegundua hilo nikiwa nimechelewa." Baraka alikuwa kimya kitandani. Kisha Kelvin akamgeukia. "Na wewe?" Sauti yake ikavunjika. "Nilikuonea wivu kwa sababu ulikuwa na kitu ambacho mimi nilipoteza." Baraka akakunja uso kidogo. "Kitu gani?" "Amani." Kimya kizito kikaingia tena.
Mzee Abdalla alisimama pembeni akiwa anamtazama Kelvin kwa macho ya huzuni. Kelvin akaendelea, niko tayari kujisalimisha polisi. Amina akashusha macho polepole. Hakukuwa tena na hasira nyingi moyoni mwake. Kilichobaki ilikuwa huzuni ya kuona jinsi tamaa ilivyoweza kumwangusha mtu. Lakini kabla polisi hawajamsogelea Kelvin, mtoto mdogo wa Naima aliyekuwa amelala kwenye sofa aliamka ghafla. Akamwona Kelvin. Kisha akauliza swali lililoufanya ukimya ndani ya chumba uwe mzito kuliko mwanzo. Mbona baba analia? Na hapo Kelvin akalia kabisa mbele ya kila mtu. Swali la mtoto lilichoma moyo wa Kelvin kuliko hata pingu za polisi zilizokuwa karibu kumsubiri. Mbona baba analia? Mtoto alimwangalia kwa macho ya kawaida kabisa, yale macho ambayo hayajui hila, kiburi wala pesa. Kelvin akashindwa kujizuia. Alimfunika uso kwa mikono huku mabega yake yakitikisika kwa kilio kizito. Naima akamvuta mtoto karibu naye taratibu. Macho yake nayo yalikuwa yamejaa machozi. Huyu mtoto alikuhitaji sana, alisema kwa sauti ya maumivu. Lakini ulikuwa bizi kujenga maisha ya kuonekana mbele ya watu. Kelvin akainua macho polepole. Ninaweza bado kurekebisha. Hakuna aliyemjibu haraka, kwa sababu baadhi ya vitu vikivunjika haviwezi kurudi kama mwanzo. Lakini Baraka akasema kwa utulivu, kurekebisha huanza kwa kukubali kosa. Polisi wakamsogelea Kelvin. Ndugu, tunahitaji tuende. Kelvin hakukimbia, hakubishana. Alisimama taratibu na kuwatazama wote kwa mara ya mwisho. Macho yake yalipofika kwa Amina, alitabasamu kwa huzuni kidogo. Ulipata mtu bora kuliko mimi, alisema. Amina hakujibu, lakini ndani yake alihisi ukurasa mmoja wa maisha yake ukifungwa rasmi. Kelvin akaondoka na polisi usiku ule akiwa kimya kabisa. Na hospitalini, ukimya wa ajabu wa amani ukaingia kwa mara ya kwanza tangu harusi ile ya vurugu ianze. Wiki 2 baadaye, maisha yalianza kubadilika polepole. Baraka alikuwa amepona vizuri zaidi. Habari za utekaji na harusi iliyovunjika bado zilikuwa zikizungumzwa, lakini sasa watu wengi walikuwa wanamzungumzia Baraka kama mfano wa utu. Mzee Abdalla alianza rasmi kushughulikia urithi wa familia ya Baraka. Wadogo zake walirudi shule bila hofu ya kufukuzwa tena kwa karo. Naima naye alipata msaada wa kuanzisha biashara ndogo ya kuuza nguo. Lakini jambo lililowagusa wengi zaidi ni kwamba Baraka hakubadilika. Aliendelea kuwa mtu yule yule wa kawaida. Siku moja, Amina alimkuta akibeba mifuko ya unga kwa jirani mmoja mzee. Wewe sasa ni tajiri, alisema huku akicheka kidogo. Mbona bado unabeba mizigo? Baraka akatabasamu. Utajiri usipoleta utu, basi ni mzigo mwingine tu. Maneno yale yalimfanya Amina anyamaze kwa sekunde kadhaa. Walikuwa wakitembea pamoja jioni ile, upepo mwanana ukipuliza taratibu barabarani. Kisha Baraka akasimama. Amina, ndiyo, mimi si mtu mkamilifu. Amina akatabasamu kidogo. Hakuna aliye mkamilifu. Lakini Baraka akaendelea. Ninaogopa kupoteza watu ninaowapenda. Amina akamshika mkono kwa upole. Basi usiwaache. Na kwa mara ya kwanza, Baraka alihisi moyo wake ukitulia kabisa. Miezi kadhaa baadaye, Mzee Abdalla aliandaa hafla ndogo ya familia nyumbani kwake. Haikuwa sherehe ya kujionesha. Ilikuwa chakula cha kawaida cha furaha na shukurani.
Kulikuwa na pilau, nyama choma, mbuzi na chai ya tangawizi kama familia nyingi za Kenya hupenda. Na safari hii watu walikuwa wakicheka kwa amani. Naima alikuwa amekaa na mtoto wake wakizungumza na wadogo zake Baraka. Amina alikuwa jikoni akisaidia wanawake wengine kupanga chakula. Mzee Abdalla alimtazama Baraka kwa umbali na kutabasamu. Baba yako angekuwa na furaha sana leo, alisema. Baraka akashusha macho kwa heshima. Ningependa angeona yote haya. Mzee Abdalla akamgusa begani. Anayaona. Wakati huo huo, mmoja wa wajakazi aliingia na kusema, kuna mgeni nje. Baraka akatoka kuangalia. Alipofungua mlango, alibaki kimya kwa mshangao. Alikuwa Tamima. Hakukuwa tena na mapambo mengi usoni mwake kama siku ya harusi. Alionekana mtulivu zaidi. Samahani kuja bila taarifa, alisema. Baraka akamkaribisha ndani. Tamima alimwangalia Amina na kutabasamu kwa heshima. Kuna jambo nilitaka kusema kabla sijaanza maisha mapya, alisema. Kisha akavuta pumzi ndefu. Yule siku ya harusi nilikuwa namchukia Amina. Amina akabaki kimya, lakini Tamima akaongeza, leo namshukuru. Wote walimtazama Tamima kwa mshangao. Amina akauliza taratibu, kwa nini? Tamima akaketi chini polepole. Kama usingefika siku ile, ningeolewa na mtu ambaye hakuwa tayari kuwa mume. Ukumbi ukawa kimya. Hakukuwa tena na wivu wala hasira kati yao. Kulikuwa na ukweli wa wanawake wawili waliopitia maumivu tofauti kutoka kwa mtu mmoja. Tamima akatabasamu kidogo. Nilimuona Kelvin wiki iliyopita. Mzee Abdalla akainua macho. Yukoje? Anabadilika, alisema. Anaanza kumtembelea mtoto wake gerezani wanaporuhusu. Naima akashusha macho polepole. Hakuna aliyesema vibaya tena kuhusu Kelvin, kwa sababu kila mtu pale alijifunza kuwa maisha yanaweza kumbadilisha mtu akiwa tayari kukubali kosa lake. Usiku ulivyoendelea, watu waliinuka kucheza muziki wa taratibu wa Kiswahili. Mzee Abdalla aliwatazama vijana wale kwa furaha ya kweli. Kisha akamuita Baraka pembeni. Kuna kitu bado sijakupa. Baraka akashangaa. Mzee Abdalla akatoa funguo ndogo mfukoni. Hii ni nyumba ya baba yako ya zamani kule Mombasa. Niliinunua tena miaka iliyopita, nikisubiri siku moja familia yake irudi. Baraka alibaki hana maneno. Macho yake yakaanza kujaa machozi tena. Lakini kabla hajamshukuru, Amina aliyekuwa pembeni alimshika mkono taratibu. Na hapo Mzee Abdalla akatabasamu kama mtu aliyekuwa ameona mwisho mzuri wa safari ndefu sana. Mwaka mmoja baadaye, pwani ya Mombasa ilikuwa tulivu sana jioni ile. Upepo wa bahari ulivuma kwa utaratibu, huku mawimbi yakigonga ufukweni polepole. Ndani ya nyumba ya zamani ya familia ya Baraka kulikuwa na sherehe ndogo ya kiheshima. Si harusi kubwa ya kujionyesha, si mapambo ya gharama kupita kiasi. Ilikuwa furaha ya watu waliopitia majaribu na bado wakachagua kupendana. Amina alikuwa amevaa gauni la heshima la Kiswahili lililomfaa vizuri sana. Baraka alikuwa pembeni yake akitabasamu kwa utulivu ule ule ambao ulimtofautisha siku zote. Mzee Abdalla alikuwa amekaa mbele akiwa mwenye furaha kuliko wote. Naima na mtoto wake walikuwa wakicheka karibu na wanawake wengine jikoni. Wakati wa kula ulipofika, kila mtu alianza kujipakulia chakula.
Mzee Abdalla akamwangalia Baraka kwa utani. Leo usifiche pilau kwenye suti tena. Ukumbi mzima ukalipuka kwa vicheko. Hata Baraka mwenyewe akacheka mpaka machozi yakamtoka. Amina akamwangalia kwa upendo wa kweli. Safari yao haikuanza kwa utajiri, haikuanza kwa maisha mazuri. Ilianza kwa aibu, maumivu na mchele uliofichwa kwenye suti. Lakini mwisho wake ukawa somo ambalo kila mtu wa pale alilibeba moyoni. Mtu mwenye moyo mzuri anaweza kuchelewa kuthaminiwa, lakini mwisho wake haangamii. Na nje, mawimbi ya bahari yaliendelea kugonga ufukweni taratibu, huku maisha mapya yakianza.